Kwa leo ili mchungaji au askofu au muamini yote asimame imara mpaka Yesu arudi, sharti awe na Roho Mtakatifu ndani. Hapo hataanguka dhambini. Lakini bila hivyo ataanguka dhambini. Kwa sababu ushawishi wa kila namna, ulembo wa dunia wa kila namna upo. Yaani ile tunda ambao Hawa anasema lilikuwa linafaa kwa kuliwa, kwa macho linatamanika, lipo mpaka leo. Kwa kuna tunda la kila aina, kuna tunda la fedha, kuna tunda la kazi, kuna tunda la wanawake na wanaume, liko tunda, lakini yote hayo mpaka leo bado ukiangalia kwa macho yanafaa kwa kuliwa. Sasa utashindaje? Unahitaji uwe na Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 2 ndio mstari wa 11 hadi wa 15. Ili Mungu awe ndani, lazima roho hii iokolewe, imkiri Yesu. Alafu Mungu aje na roho yake, akae kwenye roho yangu, ili aanze kuipa taarifa za mbinguni, na mimi nianze kujua mambo ya mbinguni kupitia roho yangu ambaye imeambatana na roho wa Mungu ambaye ndio Roho Mtakatifu. Niendelee kusoma ule mstari wa 12. Lakini sisi hatukipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Kwa lazima ujue kwamba kuna roho ya dunia na kuna roho ya mbinguni, maana yake ya Mungu. Sisi tuliokoka hatukuipokea roho ya dunia, tulipokea roho ya Mungu, ili kusudi tupate kuyajua tulioshushiwa, tuliokirimiwa, tulioletewa na Mungu. Kwa hiyo huwezi kujua mambo yaliyotoka kwa Mungu kama huna roho wa huyo Mungu mwenyewe ambaye ndiye Roho Mtakatifu. Kwa lazima uwe na Roho Mtakatifu ambaye leo nikasheshe makanisani, kuanzia viongozi wa kiroho mpaka washiriki, hayupo hiyo roho tena. Kwa hiyo tunabaki kuwa wanasiasa, tunabaki kuyajua mambo ya dunia zaidi kuliko mambo ya mbinguni, kwa sababu hatupo tena kule. Yule roho anayeshuka na kutuunganisha na roho zetu hayupo, tuko na roho zetu. Roho zetu zina uwezo mkubwa wa kutambua mambo yote ya dunia, na ndio maana mwenye elimu ya dunia hata kikapa kikupa elimu ana uwezo kuutisha na ukajinyonga leo. Kwa hiyo mtu mwenye roho ya dunia lazima asomee mambo ya dunia, lakini mtu mwenye roho ya Mungu ndani yake anakuwa bize na mambo ya kiroho, ili afahamu zaidi mambo ya rohoni, akisimama awatafsirie watu siri ya mbingu namna ilivyo. Utawezaje kuifasiri siri ya mbingu kama una huyo mwenye siri aliyekuletea hiyo siri ya mbinguni, na si mwingine ndio Mtakatifu? Mstari wa 13. Nayo toyanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Tunayanena haya sio hekima ya dunia. Ninajua dunia inatafuta hekima kwangu sasa hivi. Dunia inataka niongee Kifaransa, dunia inataka niongee Kichina ili nielewe, dunia inataka niongee lugha mbalimbali ili nielewe. Sasa elimu tunayotoa hapa sio ya dunia, ni elimu ya mbingu, elimu ya roho wa mbinguni. Nenda kuja kwangu na mimi nawafasiria elimu ya mbinguni. Kwa hiyo mtu ambaye ana roho ya dunia akija hapa nikaanza kumwambia ninaishi hapa, lakini pia kuna maisha mengine naishi, hata nielewe. Nikisema Yesu ni Mungu na mtu huyo ana elimu ya dunia, hata nielewa kwamba atawezaje kuwa ni Mungu. Nikisema kuna kuzaliwa mara ya pili, atashindwa kuelewa. Nitarudije tena kwenye tumbo la mama nizaliwe tena? Huo ni uongo. Maana yake elimu ya dunia iko ndani, hana elimu ya roho. Kwa elimu ya roho inahitaji watu wenye roho ya mbinguni ili waweze kuielewa. Usipate shida na wale ambao wanakupinga kwenye mifumo ya kiroho
Wanaosema hatukuelewi, unaongea nini? Umechanganyikiwa.